Katika maadhimisho haya ya wanawake kufanya matendo ya huruma kwenye mahitaji hapa Mbinga mkoani Ruvuma, wanawake hao wamevuta hisia za watu wengi. Mmoja amejifungua watoto 3 wa kike na wa kiume na mwingine watoto 2 wa kike, 2 wa kiume. Mimi nimejaliwa watoto wa kike 3, wa kiume 1. Pia ningeomba jamii itusapoti kwa mambo mbalimbali kwa sababu mahitaji ni mengi. Jambo hili likawainua akina mama kutoa michango yao mbalimbali ya fedha na mahitaji mengine ili kusaidia makuzi ya watoto hao. Wote tunatambua uzazi ni mgumu, lakini pale Mungu anapokupa baraka, anakupa watoto 4, inakuwa nje ya mawazo ya binadamu. Kama sisi leo tulivyofanya, tumewapa maziwa, tumewapa pampers, tumewapa pesa, na wengine waje kuona hili swala kuwa inawezekana kuwa watu hawana uwezo. Mtoto mmoja tu anasumbua. Je, 4 kwa mama inakuwaje? Watoto bado ni wadogo, wanahitaji malezi ya karibu. Tunaomba sana wale ambao wataweza kuguswa kama tulivyofanya sisi leo, wawaguse wa mama hao. Watoto 4 kwa mkopo sio jambo dogo, ni baraka tunaipokea, lakini tusaidiane sisi kwa sisi. Hivyo basi tukaona tuungane nao kuwasaidia kwa kufanya matendo ya huruma, kwa kutangaza hii harambee, kuwachangia fedha kidogo wasaidie. Pili, kuwapa mahitaji kwa ajili ya wale watoto. Naye mkuu wa wilaya Mbinga mkoani Ruvuma Bwana Kisare Makori anatoa matumaini ya serikali kwa wanawake kuhusu kusimamia masuala ya maslahi yao. Naomba niwahakikishie kwamba tutasimamia kwa nguvu zetu zote miongozo yote yanayohusiana na masuala ya kina mama, kwamba ukimuinua mama mmoja umeinua familia nzima. Na sisi tutaendelea kusimamia kwa dhati kabisa na kwa nguvu zote kuhakikisha kwamba masuala yanayohusiana na maslahi ya kina mama tunayasimamia kwa uadilifu na kwa upendo mkubwa. Nikiripoti kutoka katika wilaya ya Mbinga mkoani Ruvuma, ni mimi Emmanuel Msigwa, ITV.